Nashukuru ndugu mtangazaji. Leo niko tena hapa kwa ajili ya hamasa. Kwanza kitu kikubwa kabisa ni hamasa kwa ajili ya safari ya kwenda Babati. Hii ni muhimu sana kwa wanayanga kwa sababu tunaamua kwenda kubadilisha na kufanya mji wa Babati kuwa ni kijani na njano. Hivyo tumekusudia kabisa kwa magari ya kutosha na watu kwa wingi wa wananchi wameamua kwenda kuisupport timu yao kwa namna moja ama nyingine. Na kwa sababu sasa hivi viingilio vimeshatoka, tumeambiwa kabisa kwamba viingilio mzunguko ni 10,000, VIP ni 100,000 na wananchi wako tayari kwa ajili ya hilo. Hivyo tunaamua tarehe 21, mechi yetu imesogezwa kwa siku moja zaidi, yani tarehe 21 wanayanga wanajitokeza kwa wingi. Tunaanza safari hapa kwa kosta zilizopungua 7 mkoani Arusha kuelekea mkoa wa Manyara saa 1 kamili asubuhi, huku tukiwa tunaongozana tukiwapitia wenzetu wa Munduli, wenzetu wa Mtoa Mbu na Karatu. Tutakutana nao pale njia panda. Hivyo tunaungana moja kwa moja kuelekea Babati kwa ajili ya kwenda kuisherehesha siku yetu ya pointi 3 muhimu ambazo tunakutegemea kuzipata kutoka kwenye timu ya Fountain Gate. Wanaitwa Fountain Gate, Fountain Gate. Nimemsikia msemaji wao ana maneno ya shombo, ana maneno ya dharau, ana maneno mabovu ambayo yanaonekana kabisa kwamba yanaidhalilisha taasisi kama Yanga. Na sisi siku zote tumezoea, tunamwacha mtu aseme ili tukija kumkanda anakiri mwenyewe. Na watu wenye maneno machafu ni miongoni mwao ni Ahmed Ally, naye tulimkanda kulingana na maneno yake. Haya, hapa juzi kati mmemsikiliza Malkia wa Nyuki anajiita huyu mama Christina Mwagala, naye tumemwonyesha kiboko yake, dawa yake ameisikia. Jana tulikuwa tunakutana na msemaji wa stendi, naye ameoga 8. Sasa Asia kashangaa msemaji wa timu ya Fountain Gate naye akala 8 vile kama mwenzewe. Sisi timu yetu uwezo huo inao. Usafiri ni siku ya tarehe 1 na tarehe 21, na wale wote wanaotaka kuungana na sisi, ukiingia kwenye magrupu ya WhatsApp nimeweka watu badala yangu ambao wao watakuwa wanawasiliana nao kwa ajili ya safari. Lakini kwangu mimi wanitafute kwa namba zangu za Vodacom 0754 84 57 07. Hii ni namba yangu pendwa ya Voda ambayo inapatikana na kujibu maswali ya mtu yoyote kwa wakati wowote. Tumefanikiwa kuingia nusu finali ya FA au CRDB Cup. Kuna uwezekano mkubwa zaidi wa kwenda kuja kukutana na aliyetukimbia tarehe 8 Machi, ili tunataka tumuonyeshe kwa nini aliondoka, kwa nini alikwepa. Kifo hakikwepeki, hivyo atakwenda kutusamee. Na sisi siku zote tumekuwa ni waungwana, tunatanguliza kukuomba msamaha kabla hatuja kukanda. Wazi kabisa, kwa sababu walitukimbia tarehe 8. Sasa tunatamani kukutana naye tarehe 20. Nafikiri kabla bado haijapangwa. Tunategemea itakapopangwa tarehe hiyo tunakutana naye ili tumfundishe ni kwa nini alitoroka tarehe 8.